Mheshimiwa Mwenezi, mkutano ni wako, lakini kazi ya utekelezaji wa ilani inafanywa na serikali, na leo tumepata nafasi ya kumsikia mbunge, na ingeweza kuwaleta wabunge wote, wangesema kila mbunge kwenye jimbo lake serikali imefanya nini. Na kazi yetu sisi, na bahati nzuri kakaangu Makala umekuwa mkoa, kazi yetu sisi serikali ni kufanya kazi, alafu wabunge kusema tulichofanya sisi. Kwa kile kilichoelezwa hapa sitakirudia, kwa sababu ni kazi inayosimamia mimi na wote wanaolegea na wapiga spana, na haya ndio matokeo ya mafanikio ambayo yanaelezwa mara hapa. Na nikiendelea, kwa niaba ya wakuu wangu wa wilaya wote, tunakukaribisha sana. Nilipata nafasi jana kukaribisha wakati umeingia katika wilaya yetu ya Monduli, na ukafanya mkutano Karatu, na leo umefanya mkutano wa Rumeru, na sasa tuko hapa Arusha jiji. Na kwanza, Mheshimiwa Mwenezi, mkoa wetu uko salama, na watu wanaishi na kufanya shughuli zao za kiuchumi katika mazingira salama. La pili, miradi yote Mheshimiwa Mwenezi iliyoahidiwa na ilani ya chama chetu, kama ambavyo mmezindua juzi Dodoma, ilani ya 2025-30, hapa katika mkoa wetu tumefika 90%. Na ndani ya muda mfupi uliobaki tutaenda kumaliza, kwa sababu kazi yetu kama serikali ni kuhakikisha kila ambacho chama kiliahidi kwa wananchi kinatekelezwa na matokeo yake yanapatikana. La pili, Mheshimiwa Mwenezi, ni shukrani zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo yote ambayo sitaki kuyarudia kwa sababu ya muda huu, lakini katupatia fedha bilioni 42 za kulipa fidia kwa wananchi ndani ya mwaka huu katika maeneo tofauti tofauti. Eneo moja wapo lililochukua fidia kubwa ni la mradi wa Ingaruka katika wilaya ya Monduli, takriban bilioni 14, bilioni 11. Madaraja hayo yanajengwa, tukianza na Kikatiti, ukija hapa kwa ndugu zangu mbele ya airport, lakini mwisho namalizia kwenye wilaya ya mkuu wa wilaya pale Longido. Madaraja haya yanajengwa, na miongoni mwa haya madaraja, Mheshimiwa Mwenezi, yalipelekea kupoteza maisha ya wananchi pale walipovuka kutokana na maji kuwa mengi kwa kipindi cha mvua. Mheshimiwa Mwenezi, yako mambo mengi, lakini la tatu ambalo ni shukrani yetu kwa Daktari Samia, limesemwa hapa juu ya mambo ya utalii. Utalii umeongezeka kwa kasi kubwa sana. Lakini la pili, neema ya Mungu imedhihirika kwa ubunifu alioachilia juu yangu. Mji umechangamka kweli kweli. Ukiona watu wanashindwa kutambua mchango wa mkuu wao wa mkoa, ni matatizo tu ya dakika za majeruhi, lakini ukweli ni kwamba kazi imefanyika, na wao wenyewe wakibaki peke yao wanakiri ya kwamba mwamba yuko kazini. Mheshimiwa Mwenezi, la mwisho, hapa kulikuwa na miradi mingi sana iliyokuwa ilikwama na ikawa ni kero kwa wananchi, na mwisho wa siku wananchi wakaanza kuwa na mashaka juu ya maelezo ya kuahidiwa kila siku, kila kukicha, ahadi maneno, ahadi maneno. Mimi nilipofika, kazi yangu ya kwanza ilikuwa sio kupiga maneno, ni kupiga spana wanaochelewesha, ili Chama cha Mapinduzi kipate matokeo sahihi. Tunalo ujenzi wa jengo la utawala, hivi nimefika 70%,
kwenye upande wa ujenzi wa structure. Maana yake kuanzia floor ya kwanza tuko almost karibia floor ya 6, na nimeshawapa muda ndani ya mwezi wa 7 wanatakiwa wameshamaliza structure ili waingie kwenye finishing na wananchi hao waone jengo lao. Kakaangu Makala, wakati wewe ukiwa mkuu wa mkoa unasimamia ujenzi wa stendi. Kakaangu Mongera wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza anasimamia stendi. Mimi nilikuwa Dar es Salaam kama mkuu wa mkoa anasimamia stendi ya Magufuli. Hapa walikuwa wanapiga majungu tu. Hapa walikuwa ni ushirikina tu. Hapa ni fitina na ajali nyingi. Nimekuja hapa nimeshawapiga spana, sasa stendi tunajenga. Kwa sababu ilikuwa ni moja tu kubwa. Nilitamani sana tukienda kwenye uchaguzi 2025 chama changu cha Mapinduzi kiwe na kitu cha kuonyesha. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kwa namna alivyotusaidia na kutuongezea soko tena la Mlombo ambao linatumia takribani bilioni 3. Fedha hizo hazikuwa zimepangwa kule kwa Mlombo, lakini sasa soko linaenda kujengwa. Maana yake tutakuwa na soko kwa Mlombo, tutakuwa na Kilombero, tutakuwa pia pamoja na uwanja wetu wa mpira ambao jana Mheshimiwa Mwenezi tumewasiliana na mwanasheria mkuu. Utaratibu wa hii mikataba wewe unafahamu, wakishamaliza kwenye ngazi ya jiji lazima iende mpaka kwa mwanasheria mkuu. Na jana tumemwona mwanasheria mkuu na ameshanipa approval ya kwamba jiji sasa wasaini kujenga uwanja wa mpira wa kisasa utakaomilikiwa 100% na jiji letu la hapa Arusha. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwenezi, leo umetoka kuona Karibu Kili Fair. Tunawashukuru sana wadau wa private sector kwa namna ambavyo wanafanya kazi nzuri. Karibu Kili Fair, Mheshimiwa Mwenezi, ni maonyesho yanayokusanya makampuni kutoka nchi mbalimbali. Na kwa mwaka 2025 tunao makampuni takriban 500 yako ndani ya mkoa wetu kutoka nchi zaidi ya 52. Na leo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ametuzindulia maonyesho yetu na wewe umepata nafasi ya kujionea. Hii kazi yote inachagizwa na ubora na umuhimu wa Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Arusha wanapata pesa kupitia kazi yao. Nimalizie kwa kukuomba Mheshimiwa Mwenezi, tumekuomba pale ule uwanja wetu wa magereza, tunatamani sasa utengenezwe uwe ni uwanja bora wa maonyesho ya kudumu ya kimataifa ndani ya jiji letu la Arusha. Wetu usimnyime mwananchi maji tunayo, lakini hayafiki kwa wananchi. Unamwambia toa 200,000, toa 300,000, hana ya mkupuo. Kwa hiyo niliwapa mamlaka maelekezo ya kwamba hakikisheni mnawaunganishia maji wananchi, watakuwa wanalipa taratibu, na kazi hiyo inafanyika. Wasiokuwa na pesa wanaunganishiwa maji na hatimaye tunapiga hatua kubwa. Jamani wananchi wa mkoa wa Arusha, ombi langu moja, tunakwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi hatumchagui mtu kwa dini yake, hatumchagui mtu kwa kabila lake, hatumchagui mtu kwa sura yake. Yako mambo yanayotusibu, yanayotupelekea kwa pamoja tuweke sauti yetu kwenye kula ya kwamba huyu tukimpa nafasi atatupa majibu. Na mimi niwaombe wananchi wa mkoa wote wa Arusha, tusikubali kuingia kwenye fujo. Mimi kama mkuu wenu wa mkoa natamani tuilinde Ikulu ya amani nikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Na leo tumeenda kushuhudia ya kwamba mama yetu mpendwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa amelala, lakini alikuwa mama jemedali, mwanamke shupavu aliyekipenda chama na kuwapenda wananchi aliyokuwa anaongoza. Ni kada kweli kweli. Niwaombe wenye viti wote wa mitaa kwenye mkoa mzima tuhakikishe tunaimarisha ulinzi na usalama katika ngazi zetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenezi, nakushukuru tena na kukaribisha tena, na imani tutaendelea kuonana, lakini najua upendo walionao Wanamvomero kwako ni upendo mkubwa. Wanamvomero kwa anamlilia kakaangu Makala akaombe akachukue tena jimbo lake.
na 2020 alishinda kura za maoni. Kakaangu Makala akasema nimepewa kazi ya heshima, acha nimsaidie Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikuombe kakaangu, kwenye nchi nzima utakaofika wakati wa uchaguzi, mimi kama mdogo wako nayejivunia, nitakuwa tayari kuacha kidogo hii kazi nilionayo nikusaidia kuzunguka kutafuta kura za Daktari Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana wananchi, na Mungu wangu awabariki.